Karibu kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Leo nimekutana na walimu wa shule ya msingi Ngarenaro wakiwa katika majadiliano, wakiwa wanazungumzia usimamizi wa wafanyakazi, uongozi, usimamizi na utawala wa rasilimali watu shuleni. Moyo wa Malezi ni chaneli inayojikita katika kujenga maarifa, weledi na uongozi bora katika sekta ya elimu na malezi kwa watoto. Tunaamini kuwa mafanikio ya shule huanzia kwenye uongozi wenye maono, usimamizi madhubuti wa wafanyakazi na utawala bora wa rasilimali watu. Kupitia chaneli hii utapata mafunzo na mijadala kuhusu usimamizi wa wafanyakazi shuleni, uongozi wenye tija, utawala wa rasilimali watu, maadili ya utumishi, sheria na kanuni za elimu, pamoja na mbinu za kuboresha utendaji kazi na mazingira ya kujifunzia. Lengo ni kuwawezesha walimu, wakuu wa shule, wasimamizi wa elimu na wanafunzi na wadau wote wa elimu kupata maarifa yatakayochangia maendeleo ya taasisi za elimu na kuinua ubora wa huduma zinazotolewa. Ikiwa unapenda kujifunza, kushiriki uzoefu na kukuza uwezo wako katika uongozi na usimamizi wa elimu, basi umefika mahali sahihi. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama utakuwa haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, basi usisahau kusubscribe, kuwasha kengele ya arifa na kushiriki maudhui yetu ili tujifunze na kukua pamoja. Kila siku ya Jumanne tutakuwa tukikuletea maarifa kupitia hawa walimu wa shule ya msingi Ngarenaro. Karibu na tuanze. Kipengele cha leo kuhusu usimamizi wa wafanyakazi, tutajifunza juu ya uongozi, usimamizi na utawala wa rasilimali watu shuleni. Juu ya uongozi, usimamizi na utawala wa rasilimali watu shuleni. Vilevile rasilimali watu ndio inayohusika na utendaji wa shughuli mbalimbali za shule. Rasilimali watu ndio msingi wa utendaji wa kazi zote katika ngazi ya shule. Kwa sababu ya muda na kazi kidogo za kufanya kwa makundi, kazi zetu tunaendelea vile vile, tutasoma Google, tutapata majibu. Sasa utakuwa unasema nne basi makundi manne. Watu wanataja na pamoja na mbili huku, 3 na 4 hapa. Wamegawana katika makundi, yani wamewekwa katika makundi manne. Kila kundi limepewa swali. Kwa hiyo kila kundi watajadili swali lao na kundi husika watawasilisha nini ambacho wao wamekijadili katika kundi lao. Tutaenda kuona makundi mbalimbali jinsi ambavyo wamekuwa wakijadili maswali na jinsi ambavyo wamefanya kazi zao na kuziwasilisha. Kundi namba moja, karibu wasilishaji. Kundi namba moja, jamani, karibu. Habari za sayansi walimu. Sisi ni kundi namba moja. Tumepewa swali linalosema eleza dhana ya uongozi, usimamizi na utawala wa rasilimali watu. Tulijadili na kujibu kama ifuatavyo. Uongozi ni uwezo wa mtu kuathiri, kuhamasisha na kuongoza wengine kufanya kazi kwa pamoja ili kufikia malengo fulani. Tukaja kwenye usimamizi. Ni mchakato wa kupanga, kuongoza na kudhibiti rasilimali za watu, fedha, vifaa na muda ili kufikia malengo fulani kwa ufanisi mkubwa. Tukaja kipengele B. Kipengele B, msimamizi mkuu wa rasilimali watu shuleni ni. Tuliulizwa msimamizi mkuu wa rasilimali watu shuleni ni nani? Tumeona kwamba msimamizi mkuu wa rasilimali watu shuleni ni mwalimu mkuu au
shule. Kwa hiyo haya ndio kama maswali yetu. Kama kuna nyongeza mtu mwingine anaweza kutusaidia. Kama kuna nyongeza yoyote. Asante. Sasa tunashukuru sana kundi namba 1. Naomba mwalimu Rosi sana tuwapashie kundi namba 1. Tunapashia kwa kundi 3 jamani. 1, 2, 3. Tumeona majukumu kama yafuatayo: kuwaongoza walimu na wafanyakazi wengine kufikia malengo ya shule, kuratibu maendeleo ya taaluma, kujenga mahusiano mema na hamasa, kusimamia nidhamu na haki, kusimamia mahudhurio na uvumilivu, kufanya tathmini ya utendaji kazi wa walimu. Pia majukumu yako mengi kama Basi tunashukuru sana kundi namba 2. Mwalimu Makisha naomba tuwapashie kundi namba 2. Tuwapashie kwa kundi 5. Asante. Kundi namba 3 mwasilishaji. Sisi kundi namba 3, swali letu lilikuwa linasema taje sifa za msimamizi wa rasilimali watu shuleni. Sifa ya kwanza ni uadilifu na uaminifu. Yaani sifa ya msimamizi wa rasilimali watu lazima awe mwaminifu, mkweli na atunze siri za wafanyakazi. Sifa ya pili ni uongozi mzuri. Kiongozi awe na uwezo wa kuongoza walimu na wafanyakazi wengine kwa ufanisi. Sifa ya tatu, mawasiliano mazuri. Awe na uwezo wa kuwasiliana vizuri kwa maandishi na kwa mazungumzo. Sifa ya 4, uwezo wa kufanya maamuzi. Awe na uwezo wa kufanya maamuzi ya haki na kwa wakati unaofaa. Sifa ya 5, ujuzi wa kutatua migogoro. Sifa ya 6, uelewa wa sheria na kanuni za ajira. Sifa ya 7, uwezo wa kupanga na kuratibu kazi. Sifa ya 8, uwezo wa kuwasiliana na wengine. Hizo ndio sifa ambazo sisi tunajadili katika kundi letu. Kama kuna mtu anaweza kuongezea, anaweza kuongezea. Kama hakuna, kuwasilisha. Asante sana kundi namba 3. Mwalimu Moya, karibu tuwapashie kundi namba 3. Naomba tuwapashie, tunapiga makofi matatu alafu tunawachukua makofi matatu alafu tunawachukua. 1, 2, 3. Nasema taja viashiria vya ufanisi wa usimamizi wa wafanyakazi. Tumeona kiashiria namba 1 ni kuongezeka kwa tija ya wafanyakazi katika kutekeleza majukumu. Kiashiria cha pili ni mahudhurio mazuri kazini, kupungua kwa utoro na uchelewaji. Kiashiria cha tatu ni ubora wa kazi unaozingatia viwango vilivyowekwa. Kiashiria cha 4 ni kuridhika kwa wafanyakazi na mazingira ya kazi na uongozi. Namba 5 ni kupungua kwa migogoro kati ya wafanyakazi na waajiri. Kiashiria cha 6 ni kupungua kwa kiwango cha wafanyakazi kuacha kazi kwa sababu mbalimbali pia na kustaafu. Kiashiria cha 7 ni kufikiwa kwa malengo ya taasisi kwa wakati. Kiashiria namba 8 kuzingatia nidhamu na maadili ya kazi. Mengi sana ndani baadhi tu kwa kuwasilisha. Asante sana. Mwalimu Tairo, naomba tuwapashie kundi namba 4. Tunashukuru sana walimu Tairo. Mmewasilisha vizuri. Maswali yenu mliopewa, basi naomba wote tujipashie kwa pamoja. Tutapasha kwa 2026. Tunapiga makofi mawili, afu tunapiga hizi, afu tunapiga tena mawili, afu tunamalizia 6. Haya. Tupashe, pasha. Tuanze. Basi nawashukuru sana na kuendelea majukumu mengine.
Tumefika mwisho wa somo letu la leo. Natumaini umejifunza jambo muhimu litakalo kusaidia kuwa kiongozi bora, msimamizi mwenye weledi na mdau wa elimu, pia mwalimu bora mwenye mchango chanya katika maendeleo ya shule na taasisi za elimu. Kumbuka, mafanikio ya taasisi yoyote hayaamriwi na miundombinu pekee, bali yanategemea uongozi wenye maono, usimamizi bora wa rasilimali watu na ushirikiano wa wafanyakazi wote. Kama umefaidika na video hii, usisahau kubonyeza like, subscribe kwenye chaneli ya Moyo wa Malezi na kuwasha kengele ya arifa na kushiriki video hii ili maarifa haya yawafikie wengine. Asante kwa kutazama. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho cha Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunajenga viongozi bora na kuimarisha malezi kupitia elimu. Mungu akubariki sana.